katika kukanyaga haki za dhamiri. Nabii wa uongo, sifa yake kubwa mojawapo, anashikamana na uchawi ama anashikamana na imani za umizimu. Bwana pewe sifa. Unaona hawa Wakristo wa imani ya ukiroho charismatic, makanisa haya naweza nikatumia makanisa ya kilokole, huwa wananena kwa lugha. Mnasikia ile lugha wanaongea bubbling maneno fulani. Sasa yule si roho wa Mungu, kwa sababu karama ya kunena kwa lugha haiko hivyo. Lakini utakuta mtu anaongea lugha zisizoeleweka, hakuna anayeelewa pale, na yeye mwenyewe anachoongea hakiele. Na kwa mujibu wa maandiko matakatifu, hakuna karama ya lugha isiyo ya kibinadamu. Katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 17 nafikiri imesemwa, moja ya ishara ya waaminio ambayo alisema Yesu, watanena kwa lugha mpya. Sasa hawa wa imani ya charismatic wanachukua hilo fungu, wanasema ile ndio lugha mpya. Lakini ukweli ni kwamba lugha mpya ambayo Yesu alimaanisha haikuwa lugha ambayo haieleweki. Mitume siku ya Pentekoste walinena kwa lugha mpya. Walikuwa hawajui, yani zaidi sana walikuwa wanajua Kiyahudi tu. Ila siku ile ambayo ilikuwa ni siku ya sikukuu ya mavuno pale Yerusalemu, walikuja watu hivi wengi, Wayunani, sijui akina nani, wengi, kabila mbalimbali. Lakini mitume walipoanza kunena, kila mmoja alikuwa anasikia kwa lugha yake. Sasa wakawa wanajiuliza wale watu kwamba hivi hawa si Wayahudi hawa? Hawa si Wayahudi hawa? Sasa wamejuaje kunena lugha ambayo mpaka na sisi tunazielewa? Wayahudi, mitume walinena kwa lugha mpya. Sasa jiulize, ni kitu gani, ni roho gani huwa inawavamia hawa walokole wanaanza kunena zile lugha? Nabii wa uongo anashikamanishwa na roho ya umizimu, wanakuwa possessed na mapepo. Iko hivyo. Sikiliza, roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya muumini, huwa haji kuondoa ufahamu wa mwanadamu. Tuko pamoja? Haji kuondoa ufahamu wa nani? Au akili za mwanadamu. Yaani kwamba eti Roho Mtakatifu amemwingia mtu mpaka yule mtu anaondoka na nini? Ufahamu wake unaondoka, anakuwa kama chengu fulani au mwehu. Kazi ya Roho Mtakatifu haiko hivyo. Ndio maana siku ile ya Pentekoste, wale ambao walikuwa wanasikiliza wakawa wanasema hawa wamekunywa, wamelewa hawa. Ili kuelewa kwamba mitume pamoja na kushukiwa Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha mpya, ili kugundua kwamba ili kujua kwamba walikuwa na akili zao timamu. Petro akasema, enyi watu wa Galilaya, enyi watu wa Yerusalemu, sisi hatujalewa. Akasema wazi. Maana yake kumaanisha kwamba sisi tuna akili zetu timamu. Lakini leo mtu ukimuuliza ananena kwa lugha, anakuambia nilikuwa hata sijui ninachokizungumza. Wale wanaomsikiliza nao hawaelewi. Roho Mtakatifu gani? Hafanyi kazi kama hiyo. Maana yake ni mizimu unafanya kazi. Mapepo yanawaposesi hawa watu, lakini wanaihusisha ile kazi na Roho Mtakatifu. Bwana wasaidie sana.